Marafiki wapenzi katika Kristo, our friends in Christ, Mungu alifanya agano na Israeli kwa kinywa cha Musa. God made a covenant with Israel through Moses' mouth. Akawaambia watu maneno haya. And he told these people these words. Yanayoandikwa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 verse ya 6 hadi 7. That is in Deuteronomy chapter 6:6-7. Maneno haya ninayokuamuru leo, these words I command to you today, yatakuwa katika moyo wako, will be in your heart, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, and you will teach your kids, na kuyasema uketipo katika nyumba yako, and talk about them whenever you sit at home, na uendapo njiani, and when you walk along the road, na ulalapo, when you lie down, na uondokapo. and when you get up. Katika siku za Agano Jipya, at the time of the New Testament, Yesu Kristo alisema hivi. Jesus Christ said this. Wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie. Let young children come to me, do not hinder them. Maana ufalme wa mbinguni ni wa watoto kama hao. For the kingdom of heaven is for such kids. Hayo yanaandikwa kwa Mathayo 19 na verse ya 14. And that is in Matthew 19 verse 14. Na kwa siku ya Pentekoste Mtume Petro akasema kwa sauti kuu hii neno linaloandikwa katika kitabu cha Matendo sura ya 2 verse ya 39. And on the day of Pentecost, Peter with a loud voice said the words that are written in Acts chapter 2 verse 49. Kuhusu wokovu uliotolewa katika Kristo. Regarding salvation that is through Christ. Hadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. This promise is for you and your children. Ni kwa sababu hiyo, and for that reason, tunapendelea kumtolea Bwana watoto wetu. We continue to dedicate our babies to God. Na ni madaraka yetu kuwalea katika makusudi yake. And it is our call to guide and raise them in His will. Wazazi hawa wanamleta mtoto huyu, these parents, kwa kumtoa kwa Mungu. These parents are dedicating these kids to God. Na wanaahidi mbele ya mkutano huu kumlea katika maongozi na mafundisho ya Bwana. And they are making a vow before this congregation that they will raise them in the way of God. Basi tunafika muda wa kuwauliza maswali. And so we will ask them questions. Na mtajibu kwa pamoja. And you guys will answer simultaneously. Je, wewe mbele ya Mungu na mbele ya kundi hili unataka kwa heshima kumtoa mtoto huyu kwa Bwana? Do you, before this congregation, with honor, dedicate this child to God? The answer is yes. Je, unataka kufanya nguvu zako zote uishi mbele ya mtoto huyu maisha yatakayotoa ushuhuda wa imani yako katika Kristo? Will you live your life that is an exemplary of your faith before this child? The answer is yes. Je, unakubali mamlaka ya Agano Jipya na Agano la Kale kama neno la Mungu? Do you accept the Old Covenant and the New Covenant, New Testament, Old Testament as the Word of God? Yes. Je, kutoka katika maagano haya wewe utafanya nguvu zako zote kufundisha mtoto huyu amri na ahadi za Mungu aliye juu ya yote, ili mtoto wako yeye mwenyewe apate kumwamini Yesu Kristo? Will you, by understanding the Old Testament and the New Testament, will show this child a way of faith and that they will live their life in order for God and they live their life for God? The answer is yes. Wewe mahali pa mtoto huyu wamkataa shetani na kazi zake zote. Do you refuse and rebuke the devil with all his deeds? Sijamaliza swali. Fahari na anasa zisizofaa za dunia na
zake mbaya za kila namna na tamaa mbaya za mwili usizifuate wala kuongozwa nazo, na utachunga mtoto huyu asizifuate pia. Saving this child from all the wealth and the desires of this world, that child will not follow it. The answer is yes. Tunageuka kwa kanisa. And now we turn to the church. Tunakubali madaraka yetu kwa kusaidia jamaa hii kwa njia ya maombi yetu na kulitia moyo na kusaidia pia wazazi hawa na mtoto huyu kutimiza vyote vilivyoandikwa hapa. Kama mnakubali, basi mnaweza kuinua mikono au kusimama. Do we accept to support these parents and pray for them as they raise these children in the will of God? Just raise your hand as a sign of yes. Basi hapo tunajifunga kama wakati wowote tutakapokuta watoto hawa wakitenda jambo lisilostahili mbele ya watu na mbele ya Mungu, ni lazima tuwakanye, tuwashauri, tuwakosoe. And by that we accept as a congregation, whenever we see these children doing something that is against God, that we will rebuke them and advise them and show them the right way. Somebody on the phone. Sumaili Manufaa. Kama vile Yosefu na Maria walivyomleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu, hivi sasa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunamtoa Sumaili Manufaa katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kumbariki, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake apate kujua neema yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amen. Sumaili Manufaa, the same way Joseph and Mary took baby Jesus to be dedicated in the temple, we now give you as a sign of dedication to the Lord. The Lord knows He's just Rebecca Lambert. Rebecca Lambert. Rebecca Lambert. Rebecca Lambert. Kama vile Yosefu na Maria walivyomleta Yesu, as Joseph and Mary brought Jesus, wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu, when he was a young child in the temple as a son to dedicate to the Lord, hivi sasa katika jina la Yesu Kristo, now in the name of Jesus Christ, tunamtia Rebecca Lambert katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kumbariki. We are giving Rebecca Lambert as a sign of dedicating her to the Lord. Tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake, as we pray from the time of her birth, apate kujua neema yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amen. She will know the grace of God of her salvation. Amen. Gerard Young. Gerard Yaombe. Kama vile Yosefu na Maria walivyomleta Yesu wakati wa utoto wake ndani ya hekalu kwa kumtoa kwa Mungu, the same way Joseph and Mary brought Jesus at the time of dedicating him in the temple, hivi sasa now katika jina la Bwana Yesu Kristo, in the name of Jesus Christ, tunamtia Gerard Yaombe katika tendo la kumtoa kwa Mungu kwa kumbariki, and the act of dedicating, tukiomba kwamba tangu umri wa mwanzo wa kuishi kwake, as we pray from the time of his birth, apate kujua neema yake ya kuhesabiwa haki na ya utakaso. Amen. The grace of becoming justified in holiness. Amen. Basi tunaita watumishi wa Mungu, and now we're going to ask the elders. Ni wakati wetu sisi wote It is time for us
tuwaombee hao. To pray for these parents and children. Kama twende na wimbo wa 287 wokovu. Tunamtia mikononi mwako mtoto huyu, mtunze sana na kila siku kwa neema yako. Mbariki Bwana Yesu Kristo. Ulimwenguni kuna majaribu, mahali pote shida na mitego, lakini uwe mchungaji wake na umwongoze, ni rafiki mwema, Mwokozi wa upendo mchukue, asije akashinde safarini, na umlinde kwa neema yako, apate kuwa wako siku zote. Tuombe sisi wote. Mungu mtakatifu, Mungu muweza, ulikuja kutenga jamaa zote za wanadamu hapa duniani kwa makundi mawili, kundi ambalo litakalo kupenda wewe na kukutii, na ndio kundi litakaoingia mbinguni, na kundi ambalo litakalo kataa wewe, na ndio kundi ambalo litapotea. Sasa hawa wazazi hawa na watoto hawa wamesema mbele ya umati, mbele ya mashahidi hawa ya kwamba wao na watoto wao wanakupenda na wanatoa watoto wao kwako. Baba, tunaomba bariki watoto hao, waingize katika kundi la watakatifu, waingize katika kundi la watu watakao kuhudumia katika ulimwengu huu wa sasa, wao pamoja na wazazi wao wote. Saidia kanisa mzima ili tuchukue madaraka ya kushauri watoto hawa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God.